lakini siku ya leo kwa bahati mbaya mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama. Lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu wa Dar es Salaam uko salama. Watu wote wameweza kusafiri, mabasi yanafanya kazi. Lakini upande wa mashtaka kwa wamesema kwamba unaomba kwamba kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mahakamani. Kwa hiyo hakuwepo mahakamani. Na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, si wengine wanatokea Iringa, watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa, kuja kutoka kusafiri kuja Dar es Salaam kwenye kesi. Kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri kuja kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kwa maomba ahirisho la wiki 2. Kwa maana hiyo tarehe 10 leo mwezi wa 11 ukiongeza wiki 2 maana yake ni siku 14, ingekuwa maana tunazungumzia tarehe 24 au 25 ya mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu, Jaji Ndunguru, Kionde na Karema baada ya kulichakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliana na upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki 2, bali wameahirisha kwa siku 2, yani ya leo na kesho, na kwamba tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antipas Mugwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee, na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe na aje, na upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake.